Tumeijenga Chadema kwa maumivu. Tumeijenga mpaka tumeifikisha sehemu nzuri. Tunaonekana hatuna maana. Hiyo ndio maana yule punda si alimbeba Yesu akumdondosha, akamfikisha hekaluni vizuri. Baada ya pale akaonekana hafai. Tumeijenga Chadema kama punda tunavyoitwa. Punda ni mnyama mvumilivu sana. Punda ni mnyama ana nguvu. Kwa hiyo tulifanya kazi kama punda kwenye hichi chama, tukakijenga. Mpaka sasa hivi kuna watu wanakaa majukwani wanasema nyomi lipo. Nyomi alikuja tu. Nyomi lilitengenezwa tangu miaka hiyo na kina Mbowe na waasisi wengine. Kwa hiyo ndugu zangu, niwaambie, na hii nitumia nafasi hii kuwaambia hata wanatanga, wanamuheza na wote ambao wananisikiliza. Nimeishi Chadema nikiwa na amani, nikiwa na moyo kujitolea. Chadema alikuwa ni mtoto wangu kama walivyo watoto wangu wengine kwenye familia niliowazaa. Nitakachokipata watakula wanangu, lakini na Chadema itakula. Muda nitakao upata nitatenga kwa ajili ya wanangu, nitatenga kwa ajili ya Chadema. Chochote nitakachokifanya lazima nijiulize mara mbili kwa sababu ya Chadema. Nimefanya hivyo kwa moyo mkunjufu, kwa moyo wa dhati. Matusi niliyotukanwa tangu nimeonekana mimi ni G55 kwa maana ya kutoa maoni, nilivumilia karibuni miezi miwili na tafakari. Siko tayari kuendelea na hayo matusi. Siko tayari kuendelea na huo unyanyapaa ambao nafanyiwa. Mimi ni kweli nilimuunga mkono Freeman. Hakuna kificho. Lakini mimi kwa sababu ni mwanademokrasia, baada ya uchaguzi mimi nilikuwa kati ya watu waliompeleka Lissu Ikungi kwenda kupongezwa kuwa mwenyekiti wa chama hichi. Ningekuwa nina shida ya Lissu na uongozi uliokuwepo kwa chuki, nisingetumia gharama zangu kwenda Ikungi kumpongeza Lissu. Nilienda kumpongeza kwa sababu nilijua ndo mwenyekiti wetu. Lakini mimi ndani ya chama hichi, ndani ya zaidi ya miaka 10, nimefundishwa kutoa maoni, nimefundishwa kusema. Uongozi uliopita tulikuwa tunauambia, ni vile tu ulikuwa labda haututangazi, hautunangi, ndio maana mlikuwa mjui. Serikali za mitaa, uchaguzi wa mwisho, baada ya viongozi kuona tunaendaje, tumeenguliwa watu wetu na nini, mwenyekiti kwa busara zake na kamati kuu iliyokuwepo kipindi kile, walituambia viongozi wa kanda zote 10 za nchi hii tutoe maoni yetu. Anayetaka uchaguzi uendelee aseme na sababu zake, asiyetaka aseme kwa majina. Mimi nilikuwa makamu mwenyekiti wa kanda. Tuliandika kanda zote 10. Nyie mpaka leo hamjajua Yosefa alisema uchaguzi uendelee au hakusema. Kwa sababu gani? Walichukua maoni yetu afu wakafanya maamuzi wakaendelea. Hakuna aliyeitwa msaliti. Leo hii nikikwambia mimi nilisema uchaguzi wa serikali za mitaa